Katika zoezi la uchangiaji damu lililoandaliwa na taasisi ya JAI, wananchi mbalimbali katika manispaa ya Singida wamejitokeza kushiriki, wakiwemo akina mama, wanaume pamoja na wanafunzi wa madrasa. Nimekuja kuchangia damu ili kuokoa maisha kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Mimi kama mwanamke inaweza kuja kunisaidia kwa baadaye katika maisha yangu. Naweza nikapata tatizo la damu au mtoto wangu akapata tatizo la damu na ikaweza kumsaidia. Na katika kuchangia damu hapana madhara yoyote, bali ni kuwasaidia wale waliokuwa hospitali, wana shida mbalimbali, wamepata ajali labda na nini, upungufu wa damu, tunawachangia na niondoe hofu kwamba kwa wale wanatoa kwa mara ya kwanza wasio na hofu ya kutoa damu. Ni kitu kidogo, kitu kirahisi tu. Kuambia vijana wenzangu kwamba tujitokeze kwa wingi tunaposikia wapo sehemu ambao wanachangia damu. Wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuchangia damu, pia tuokoe maisha ya Watanzania wenzetu. Akizungumza katika zoezi hilo, mratibu wa damu salama mkoa wa Singida amesema JAI ni miongoni mwa taasisi zinazosaidia kampeni ya uchangiaji damu, hali inayosaidia kuokoa maisha ya wahitaji. JAI ni ndugu zetu wa karibu sana, ni wadau wetu, wamekuwa wakifanya kazi na sisi kila wakati. Kwa hiyo tumefurahia tena kupata mwaliko huu kufanya nao kazi siku ya leo, na Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kupata chupa 65 mpaka muda huu. Kwa kweli kwa hili tunashukuru sana, zoezi letu limefanikiwa. Kwa upande wake, katibu wa JAI mkoa wa Singida amesema taasisi hiyo inaendelea na kampeni ya uchangiaji damu katika mikoa mbalimbali hapa nchini, huku kilele cha kampeni hiyo kikitarajiwa kufanyika mwaka huu Sumbawanga huko mkoani Rukwa. Na kitaifa tutafanyia mkoa wa Rukwa, Sumbawanga, na waendesha basikeli wako zaidi ya 35 wako barabarani kuhamasisha utoaji wa damu. Na sisi mikoa yote tutafika kule Sumbawanga kuchangia damu tarehe 12 mpaka tarehe 14 mwezi huu wa 6. Tuwe na ada kuchangia damu mara kwa mara, ni ibada kubwa sana. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahazin TV.